Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Niwakaribishe katika ibada ya siku hii ya leo ambapo Mungu ametujalia neema ya kuwa hai katika siku hii ya leo. Kwa majina ninaitwa Elia Kurwa. Niwakaribishe katika ibada ya siku hii ya leo. Somo linasema unatazamaje mambo? Tuombe. Mtakatifu Baba wa mbinguni, ninakusihi na kukuomba wewe ukajitwalie utukufu katika somo la leo. Msikilizaji atakayenisikiliza, Baba wa mbinguni, kutoka katika mitandao ya kijamii, kuna kitu fulani akakipate kibadilishe maisha yake, na zaidi sana tuwate kuandaliwa sote kwa ajili ya uzima wa milele katika jina la Yesu Kristo, amen. Kichwa cha somo kinasema unatazamaje mambo? Kiuhalisia katika maisha ya mwanadamu kuna mitazamo miwili. Kuna mtazamo wa kushindwa na mtazamo wa kushinda. Na kwa bahati mbaya katika karne hii ya 21, karne ambayo wanadamu hupokea taarifa mbalimbali ambazo sio sahihi, karne ambayo watu hupokea negative information mbalimbali, zimesababisha kuwa na mtazamo wa kushindwa. Mtazamo wa kushindwa ni mtazamo ambao umesababisha watu wengi washindwe kuendelea katika maisha ya kiroho. Ni mtazamo ambao umesababisha watu wengi washindwe kuendelea katika mambo ya kiuchumi, mambo ya kiroho, mambo ya kielimu. Yaani mtazamo wa kushindwa ni mtazamo ambao umesababisha watu wengi washindwe kupiga hatua ya kuendelea katika nyanja tofauti tofauti katika maisha ya mwanadamu. Na mtazamo wa kushindwa ni mtazamo ambao umetawaliwa na mashaka, ni mtazamo ambao umetawaliwa na wasiwasi, ni mtazamo ambao umetawaliwa na hofu, ni mtazamo ambao umetawaliwa na kukata tamaa, ni mtazamo ambao umetawaliwa na hali ya kushindwa kila jambo katika maisha yako. Unatazamaje mambo? Unapokutana na mambo katika maisha yako, unayachukuliaje mambo? The way ambavyo unajichukulia wewe, the way ambavyo unachukulia mambo, ndivyo mambo yanavyokuwa. Na ndio maana kuna watu wengi wameshindwa kusonga mbele kwa sababu ya kuwa na mtazamo wa kushindwa katika kila jambo wanalotaka kulifanya. Mtazamo wa kushindwa huweza kusababishwa na vitu mbalimbali katika maisha ya mwanadamu. Mtazamo wa kushindwa huweza kusababishwa aidha mtu aliweza kupitia changamoto fulani katika maisha, aidha aliweza kushindwa katika jambo fulani, hivyo katika mindset yake akajiwekea ya kwamba mimi ni mtu wa kushindwa. Acha nikwambie katika siku hii ya leo ya kwamba usiwe na mtazamo wa kushindwa, kwa sababu hautoweza kupiga hatua yoyote katika maisha yako. Mtazamo wa kushindwa ni mtazamo uliozima ndoto za watu wengi katika ulimwengu. Mtazamo wa kushindwa ni mtazamo ambao umezima kalama za watu wengi katika maisha. Mtazamo wa kushindwa ni mtazamo ambao umezima ndoto za wafanyabiashara wakubwa katika ulimwengu.
Mtazamo wa kushindwa ni mtazamo ambao umezima matarajio makubwa na matamanio makubwa katika maisha ya wanadamu, kwa sababu mtazamo wa kushindwa ni mtazamo unaopelekea watu wengi kushindwa kuendelea katika maisha yao. Katika siku ya leo na kupendekezea uwe na mtazamo wa ushindi unaopatikana katika Kristo, kwa sababu unapokuwa na mtazamo wa kushindwa, wewe utakuwa mtu wa kushindwa siku zote. Na ngoja nikwambie, unapokuwa na mtazamo wa kushindwa, yani adui wa kwanza unakuwa ni wewe. Yani adui wa mafanikio yako ni wewe, kwa sababu ya mtazamo wako wa kushindwa. Yani kila ukitaka kuanzisha jambo, wewe katika mindset yako ni kwamba nitashindwa. Yani unakuta mtu anajinenea mabaya ya kwamba sisi tumelaaniwa, ya kwamba sisi ni masikini, ya kwamba sisi hatuwezi. Utasikia kwamba sisi kwetu hakuna wasomi, utasikia kwamba anakuambia sisi kwetu hakuna matajiri. Sikiliza, acha nikwambie katika siku ya leo, hakuna mwanadamu aliyezaliwa kushindwa, ila kushindwa kwako kumetokana na kwa sababu wewe umechagua mtazamo wa kushindwa. Katika Biblia kuna kisa cha pekee sana cha taifa la Israeli. Taifa la Israeli linatawaliwa na mfalme Sauli, na ndiyo mfalme wa kwanza. Mfalme Sauli ni mfalme ambaye alitawaliwa na mtazamo wa kushindwa, na ndio maana mwanzoni wa uongozi wake alifanya vibaya, na ndio maana misho yake pia alikuwa na misho mibaya. Sikiliza, ngoja nikwambie. Katika taifa la Israeli ilitokea vita kati ya Waisraeli na Wafilisti, ambapo walipanga vita katika bonde la Ela. Na walipopanga vita katika bonde la Ela, upande wa Wafilisti alitoka jamaa mmoja anayeitwa Goliati. Huyo Goliati alikuwa na sifa nyingi sana ambazo kiuhalisia kila Mwisraeli, kila mwanajeshi wa taifa la Israeli alipotazama katika mtazamo wa kushindwa, hakuna aliyejitokeza kupambana na huyo jamaa kwa sababu ya sifa alizokuwa nazo. Ngoja nikwambie, kuna mambo ambayo yanatokea katika maisha yetu, ukiyatazama katika mtazamo wa kawaida yanaonekana kuwa ni mambo makubwa. Acha nikwambie, haijalishi jambo linaonekana kuwa kubwa kiasi gani, haijalishi sifa zake zikoje, haijalishi inaonekana kuwa haliwezekani, ila ni kuhakikishie ukiwa na mtazamo wa ushindi unaopatikana katika Kristo, bado inawezekana na ushindi ni hakika. Biblia inataja sifa za Sauli, inasema, ndipo katika kitabu cha Samueli wa kwanza 17 na ile fungu la 4, Biblia inasema, ndipo akatoka shujaa katika kambi ya Wafilisti aliyeitwa Goliati wa Gaza, ambaye urefu wake ulikuwa mikono 6 na shibiri 1. Alikuwa na chapeo ya shaba kichwani, tena amevaa dalili ya shaba, na uzani wake ni dalili ya shaba ulikuwa shekeli 5,000 za shaba. Tena amevaa mabamba ya shaba miguuni mwake, naye alikuwa na mkuki wa shaba kati ya mabega yake, na mti wa fumo lake ulikuwa kama mti wa mfumaji, na kichwa cha mkuki wake kilikuwa shekeli 600 za chuma uzito wake. Anaendelea kusema, na mtu aliyemchukulia ngao yake akamtangolea. Ngoja nikwambie, Waisraeli wanaanza kushindwa vita hata kabla hawajaingia vitani, kwa sababu wanapozitazama sifa za Goliati, wanapotazama muonekano wa Goliati,
wanapotazama jinsi ambavyo ni mrefu, maana Goliati alikuwa ni jamaa pande limepanda hewani, jamaa ambaye alikuwa na experience ya vita. Wanapotazama katika mtazamo wa kushindwa, wanakuwa wanashindwa vita hata kabla ya kuingia vitani. Ngoja nikwambie, kuna watu ambao kwa sababu ya mitazamo ya kushindwa wameshakwisha kushindwa hata kabla hawajaingia kupambana na tatizo. Yaani kuna mtu ambaye kabla hajalianza jambo ameshashindwa tayari kwa sababu ya mtazamo wa kushindwa alionao. Ngoja nikwambie, katika siku ya leo, chagua kuwa na mtazamo wa ushindi unaopatikana katika Kristo, maana katika Kristo ushindi ni hakika. Sasa taifa la Israeli kwa sababu ya mtazamo wa kushindwa, yaani mfalme ana mtazamo wa kushindwa, wanajeshi wana mtazamo wa kushindwa, wanajeshi wote na mfalme wanaogopa kuingia vitani kupigana na Goliati kwa sababu ya mtazamo wa kushindwa. Lakini kuna kijana mmoja anaitwa Daudi. Haleluya! Huyu jamaa alikuwa ni kijana mdogo, lakini yeye alikuwa na mtazamo wa ushindi unaopatikana katika Kristo. Ngoja nikwambie, haijalishi wewe unaonekanaje katika jamii, haijalishi watu wanakutazamaje, maadamu una mtazamo wa ushindi unaopatikana katika Kristo, na kuhakikishia katika siku ya leo ushindi ni hakika. Biblia inasema, basi Daudi alikuwa mwana wa yule Mweflemu Bethlehemu wa Yuda aliyeitwa jina lake Yese. Naye huyo alikuwa mwana wa nane, naye mwenyewe alikuwa mzee. Nao wale wana watatu wa Yese waliokuwa wakubwa walikuwa wamefuatana na Sauli kwenda vitani. Biblia inasema, basi Daudi alikuwa akienda kwa Sauli na kurudi ili awalishe kondoo za baba yake huko Bethlehemu. Naye Mfilisti hukaribia asubuhi na jioni, akajitokeza siku 40. Goliati anawatukana taifa la Mungu ndani ya siku 40. Ila kwa sababu ya mtazamo wa kushindwa, walishindwa vita na hawakuweza kuchukua hatua yoyote. Ngoja nikwambie, unapotawaliwa na mtazamo wa kushindwa, unashindwa kuchukua hatua zoyote, udhabiti wowote wa kufanya jambo lolote. Hata jambo linaonekana kuwa la kawaida, kama mindset yako una mtazamo wa kushindwa, utashindwa hata kabla haujaanza kulifanya jambo. Yaani kuna mtu anahitaji kuanzisha biashara, lakini kwa sababu ya mtazamo wa kushindwa, kila akikaa na kuwaza anaona hasara. Kuna mtu anahitaji kusoma, lakini kila akikaa na kuwaza anaona kufeli. Kuna mtu anahitaji kumtumikia Mungu katika kalama aliyompatia, lakini kila akikaa na kutazama, kwa sababu ya mtazamo wa kushinda, anaona kushindwa tu. Ngoja nikwambie, katika siku ya leo, katika jambo lolote lile, kuwa na mtazamo wa ushindi, kwa sababu mtazamo wa ushindi unakupa nafasi wewe ya kujaribu na kusonga mbele zaidi. Sikiliza, ukishindwa sana, fanya jambo hata kwa kubahatisha, utaona matokeo. Sasa Daudi yupo katika kambi ya Waisraeli ambao wamejificha wakimwogopa Goliati. Yule jamaa akajitokeza tena na Daudi akiwepo. Biblia inasema hivi, ndipo Yese akamwambia Daudi, mwanangu, haya sasa wachukulie ndugu zako efa ya bisi na mikate hii 10, ipeleke upesi kambini kwa ndugu zako, ukapeleka akida 1000 na jabi 1000, ukawaangalie na wa hali gani, kisha uniletee jawabu. Basi
Basi Sauli na watu wote wa Israeli walikuwa katika bonde la Ela wakipigana na Wafilisti. Daudi akaondoka asubuhi na mapema, akawaacha kondoo pamoja na mchungaji, akavitoa vile vitu, akaenda kama Yese alivyoamuru. Akafika penye magari wakati lile jeshi walipokuwa wakitoka kwenda kupigana. Wakapiga kelele za vita, nao Waisraeli na Wafilisti wakajipanga. Jeshi hili likakabisi jeshi hili. Basi Daudi akaviacha vile vyombo vyake katika mkono wa mlindaji wa vyombo, akakimbilia jeshini, akafika akawasalimu ndugu zake. Hata walipokuwa wakisema nao, kumbe yule mshujaa alitokea, yule Mfilisti jina lake Goliati, akitoka katika jeshi la Wafilisti, akasema maneno yale yale, naye Daudi akayasikia. Sikiliza, Goliati anasimama kuwatukana taifa la Israeli, watu waliokuwa na mtazamo wa kushindwa. Lakini mwanaume Daudi anaposikia juu ya Goliati anayewatukana taifa la Mungu, sikiliza Daudi anavyosema. Na watu wote wa Israeli walipomwona yule mtu wakakimbia, wakaogopa sana. Watu wa Israeli wakasema, je, mmemwona mtu huyu aliyepanda huko? Hakika ametokea ili awatukane Israeli. Basi itakuwa mtu yule atakayemuua mfalme atamtajirisha kwa utajiri mwingi, naye atamwoza binti yake na kuifanya mbali ya baba yake kuwa huru katika Israeli. Daudi akaongea na watu waliosimama karibu akisema, je, atafanywaje yeye atakayemuua Mfilisti huyu na kuondolea Israeli aibu hii? Maana Mfilisti huyu asiyetahiriwa ni nani hata awatukane majeshi ya Mungu aliye hai? Sikiliza, Daudi anauliza, atafanywaje mtu atakayemuua huyu Mfilisti? Atafanywaje mtu huyu ambaye atamuua huyu Mfilisti anayewatukana majeshi la Mungu wa mbinguni, ambaye anawatukana majeshi ya Mungu aliye hai? Na watu wakajibu hivyo hivyo wakisema, ndivyo atakavyofanywa. Eliabu mkubwa wake alisikia hapo alipoongea na watu, na hasira yake Eliabu ikawaka juu ya Daudi, akasema, mbona wewe umeshuka hapa, na kondoo wale wachache umemwachia nani kule nyikani? Nami nakujua kiburi chako na ubaya wa moyo wako, maana umeshuka ili upate kuvitazama vita. Naye Daudi akajibu, je, mimi nimekosa nini sasa? Je, si neno kubwa hilo? Naye akageukia ili kumwelekea mtu mwingine, akasema naye jinsi ile ile, na watu wakamjibu. Ngoja nikwambie, Daudi anaposikia huyu Mfilisti akiwatukana taifa la Israeli, anaanza kurizia habari za mtu atakayepigana na huyu Goliati, na huyu Mfilisti ambaye Goliati. Ndugu zake wanaposikia habari za Daudi kutaka kupigana na Goliati, wanaanza kumzuia, wanaanza kumkatisha tamaa. Tafasiri yake nini? Katika maisha yetu, moja ya watu ambao wamechangia tusisonge mbele ni ndugu. Yaani ndugu ni watu ambao ni moja ya watu wanaokatisha tamaa. Na ndio maana ukitaka kufanikiwa, nenda mbali na jamaa yako. Ukitaka kufanikiwa, nenda mbali na ndugu zako. Maana ndugu ndo watu ambao wamezima ndoto kubwa za watu wengi. Yaani ndugu ndo watu ambao wamekwamisha maendeleo ya watu. Ndugu ndo watu ambao wamekwamisha maendeleo makubwa ya watu, kwa sababu ndugu ndio watu ambao wanakatisha tamaa na maendeleo ya mtu. Kwa hiyo katika maisha yako, jifunze kwenda mbali na ndugu. Maana ndugu ndio watu wa kwanza wanaosema ya kwamba muangalieni hatafika mbali. Wanaanza kukutolea na reference. Unamwona fulani alianzisha biashara, aliishia wapi? Unamwona fulani alianza kusoma, akaishia wapi? Unamwona fulani
alianza kuamini. Sasa hivi yuko wapi? Yaani ndugu, ni watu ambao wanakutolea mifano ya watu walioshindwa ili kukupandikiza mawazo ya kushindwa, ili kukujengea mindset ya kushindwa. Hivyo katika siku ya leo, ukitaka kufanikiwa, nenda mbali na ndugu. Ukishafanikiwa, rudi ukawasaidia. Eliabu wanaanza kumkatisha tamaa Daudi, wanaanza kumpandikiza mawazo ya kushindwa. Ngoja nikwambie, ukiwa na mtu ambaye ana negative, yani yeye muda wote anazungumzia masuala ya negative, kushindwa, haijalishi ni rafiki yako haijalishi ni rafiki yako, mmekuwa marafiki kwa muda mrefu kiasi gani, yaani rafiki ambaye kila jambo ambalo wewe unamshirikisha, yeye anakuambia hilo haliwezekani. Yaani yeye ni negative, muda wote ni negative, haiwezekani. Anakupa mifano ya watu walioshindwa. Ngoja nikwambie, huyo rafiki achana naye, hakufai katika maisha yako. Tunahitaji marafiki ambao watatutia moyo na kusonga mbele katika maisha, katika maisha ya kiuchumi, hata katika maisha ya kielimu. Kwa hiyo katika siku ya leo, ondoka na mtazamo wa Daudi. Biblia inaendelea kusema kwamba, na maneno haya aliyosema Daudi yalipowasikiwa, watu wakamweleza Sauli, naye akatuma mtu kwenda kumwita Daudi. Akamwambia Sauli Daudi akamwambia Sauli, asizimie moyo mtu yeyote kwa ajili ya huyu. Mimi mtumishi wako nitakwenda kupigana na Mfilisti. Yaani Daudi kijana mdogo, kwa sababu ya mtazamo wa ushindi unaopatikana katika Kristo, kwa sababu ya mtazamo wa ushindi aliyokuwa nao unaopatikana katika Kristo, yeye alijitolea kwenda kupigana na Mfilisti. Ngoja nikwambie, changamoto zinapokuja katika familia, changamoto zinapokukumba wewe mwenyewe, ukiwa na mtazamo wa ushindi unaopatikana katika Kristo, ushindi ni hakika. Biblia inaenda kusema hivi, Sauli akamwambia Daudi, huwezi wewe kumwendea Mfilisti huyu kupigana naye, maana wewe ukijana tu, na huyu ni mtu wa vita tangu ujana wake. Yaani Daudi anataka kwenda kupigana na Mfilisti, na taarifa imemfikiria mfalme. Yaani mfalme anaanza kumkatisha huyu kijana Daudi asiende kupigana na huyu nani? Na huyu Goliati. Ngoja nikwambie, kuna hata viongozi ambao wao wana mtazamo wa kushindwa. Yaani yeye kila kitu ni hakiwezekani. Ngoja nikwambie, hata kama ni kiongozi ambaye yuko juu yako, yeye ni mtazamo wa kushindwa tu siku zote. Piga chini, fuata mawazo yako kama yako sahihi. Daudi anapomsikiliza mfalme, anaendelea kutoa sifa za Goliati. Anasema kwamba huyu ni mtu wa vita tangu ujana wake. Daudi akamwambia Sauli, mtumishi wako alikuwa akichunga kondoo za baba yake, na alipokuwa akija simba na dubu akamkamata mwana kondoo wa lile kundi, mimi hutoka nikamfuata, nikampiga, nikampokonya kinywani mwake, na akinirukia humshika ndevu zake, nikampiga, nikamuua. Mtumishi wako alimuua simba na dubu, na huyu Mfilisti asiyetahiriwa atakuwa kama mmoja wao, kwa sababu amewatukana majeshi ya Mungu aliye hai. Daudi akamwambia Daudi akasema, Bwana aliyeniokoa na makucha ya simba na makucha ya dubu ataniokoa na mkono wa huyo Mfilisti. Ngoja nikwambie, siri ya ushindi wa Daudi ilikuwa inapatikana kwa Mungu. Siri ya ushindi wa Daudi
ilikuwa inapatikana kwa Mungu. Ngoja nikwambie katika siku hii ya leo, katika jambo lolote unalotaka kulifanya, siri ya ushindi inapatikana kwa Mungu. Unahitaji kuanzisha biashara, siri ya mafanikio katika biashara yako inapatikana kwa Mungu. Unahitaji kuendelea katika maisha ya kielimu, siri ya ushindi wa kweli katika elimu yako inapatikana kwa Mungu. Unahitaji kukua katika kalama ulionayo, siri ya ushindi wa kweli inapatikana katika Mungu. Hivyo katika jambo lolote unalofanya, mtegemee Mungu, yeye atakufanikisha. Daudi anasema Mungu atampigania. Daudi anashinda mitazamo ya taifa ya wanajeshi wote wa Israeli pamoja na kiongozi wao Sauli. Ngoja nikwambie, inatupasa kushinda mitazamo yote ya kushindwa. Haijalishi anayesema ni nani. Daudi hakujali ni ndugu yake anayesema. Daudi hakujali sifa za yule Goliati. Daudi hakuangalia ukubwa wa tatizo. Daudi hakuangalia sifa za adui yake. Ila Daudi alifokasi na Mungu anayempatia ushindi. Katika siku ya leo, ngoja nikwambie, inatupasa kushinda mawazo yote ya kushindwa. Inatupasa kushinda mawazo ya ndugu ya kushindwa. Inatupasa kushinda mawazo tunayoletewa na viongozi, mawazo tunayoletewa na ndugu, mawazo tunayoletewa ndugu na jamaa juu ya mtazamo wao wa kushindwa. Tukishashinda mtazamo wa kushinda, ushindi ni hakika. Ngoja nikwambie, Daudi anashinda mitazamo ya kushindwa katikati ya umati ya wanajeshi wa Israeli, sio kwa sababu ya nguvu alizonazo, kwa sababu yeye alimtegemea yeye aliye na ushindi wa kweli, Mungu wa mbinguni. Na Daudi anapoingia vitani, anakuwa hamtazami adui yake, ila yeye anamtazama Mungu atakayempigania wakati wa vita. Ngoja nikwambie, yaani inakupasa tatizo lako litambulishe tatizo lako kwa Mungu, sio Mungu kwa matatizo. Huenda hujanielewa. Yaani tatizo ulionalo ulitambulishe kwa Mungu, ila sio Mungu kwa matatizo. Yaani Daudi anamtazama Mungu ambaye ana ushindi, na ndio maana anashinda. Kwa hiyo katika siku ya leo, hakikisha ya kwamba umtambulishe Mungu. Yaani tatizo lako ulitambulishe kwa Mungu, sio Mungu umtambulishe kwa matatizo. Daudi anapoingia vitani, anakuwa ni mshindi kwa sababu aliingia na ushindi. Biblia ndio inasema kwamba ndipo Sauli akamvika Daudi mavazi yake ya vita, akamtia chapeo ya shaba kichwani, akamvika dalili. Naye Daudi akajifunga upanga juu ya mavazi yake, akajaribu kwenda, maana alikuwa hajavijaribu. Daudi akamwambia Sauli, siwezi kwenda na vitu hivi, maana sikuvijaribu. Basi Daudi akavivua. Koja, Daudi anaposhinda mitazamo ya kushindwa ya taifa la Israeli, ya wanajeshi wa Israeli, wanaanza kumpatia mbinu za kwao ambazo wao wameshindwa kuzitumia. Yaani koja hivi, yaani Daudi anaposhinda mitazamo ya wanajeshi wa Israeli ambao wao walikuwa na mitazamo ya kushindwa,
wanaanza kumpatia mbinu ambazo atazitumia katika vita, ambazo wao walishindwa kuzitumia ili kushinda vita. Tafasiri yake ni nini? Kuna watu ambao wakiona wameshindwa kukatisha tamaa, wataanza kukupatia njia zao ambazo wao walishindwa kuzitumia ili kufaulu. Yaani inatupasa kuacha hata njia ambazo walizitumia watu fulani wakashindwa, ili tutumie njia za watu waliofaulu katika maisha. Biblia ndio inasema hivi, Daudi akawa na njia yake. Yaani katika maisha unapopambana, haijalishi unapambana katika jambo gani, katika maisha ya kiroho, kiuchumi, usichukue reference za watu walioshindwa. Usichukue mitazamo ya watu walioshindwa. Usiende katika njia ambazo waliziendea wao wakashindwa, ila chagua njia yako ya uhakika ambayo itakuletea ushindi unaopatikana katika Kristo. Biblia inaendelea kusema hivi, Daudi akachukua fimbo yake mkononi, akajichagulia mawe laini 5 katika kijito cha maji, akatia katika mfuko wa kichungaji aliokuwa nao, maana ni mkoba wake, na kombeo lake alikuwa nalo mkononi mwake. Akamkaribia yule Mfilisti. Huyu Mfilisti naye akamsogelea Daudi, akamkaribia, na mtu yule aliyemchukulia ngao yake akamtangulia. Hata Mfilisti alipotazama huku na huku, akamwona Daudi, akamdharau. Sikiliza, kuna nyakati ambazo unahitaji kuanzisha jambo fulani, una plani kubwa, yani una idea kubwa ya kufanya jambo kubwa, aweza kufungua kampuni, aweza kufungua ofisi, unaweza ukampelekea mtu akakudharau. Ngoja nikwambie, wewe focus na Mungu anayeweza kukufanikisha, kwa sababu mwanadamu anaweza akakuona akakudharau, ila kumbe Mungu amekuandaa kuwa mtu mkubwa katika huu ulimwengu. Kwa hiyo haijalishi mtu amekudharau vipi. Yaani unaweza ukawa na njozi ya kusoma kufikia level za juu za kielimu. Unaweza ukawa na njozi za kuwa mfanyabiashara mkubwa. Unaweza ukawa na njozi za kuwa mhubiri mkubwa katika ulimwengu. Unaweza kuwa na njozi za kuwa daktari bora katika ulimwengu. Unaweza kuwa na njozi za kuwa mwalimu katika ulimwengu. Unaweza kuwa na njozi za kuwa mwimbaji bora katika ulimwengu. Sikiliza, haijalishi watu watakudharau vipi, haijalishi watu wasione thamani yako vipi, katika siku ya leo songa mbele katika mtazamo wa ushindi unaopatikana katika Kristo. Ushindi ni hakika. Endelea kumtumainia Mungu. Biblia inaendelea kusema kwamba Mfilisti akamdharau Daudi. Mfilisti akamwambia Daudi, je, mimi ni mbwa hata umenijia kwa fimbo? Mfilisti akamlaani Daudi kwa miungu yake. Mfilisti akamwambia Daudi, njoo huku kwangu, nyama yako nitawapa ndege wa angani na wanyama wa mituni. Hebu sikiliza majibu ya Daudi, anasema, ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia mimi na upanga na fumo na mkuki, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi. Kwa hiyo sikiliza, anasema, naomba nirudie. Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia mimi na upanga na fumo na mkuki, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli uliowatukana. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza, wewe unapoenda vitani, unaenda kupigana kama wewe au unapigana na Bwana? Yaani ushindi wa Daudi
ulikuwa umekwisha kupatikana katika Kristo. Yaani ushindi wake ulikuwa umepatikana kupitia Mungu aliyekuwa akimtegemea. Kwa hiyo katika maisha yetu, vita vyovyote tunavyopigana, vita ni vya Bwana. Hivyo tumtegemee yeye, atatupa ushindi. Daudi anaendelea kusema hivi: siku hii ya leo Bwana atakuwa mikononi mwangu, nami nitakupiga na kukuondolea kichwa chako. Nami leo nitawapa ndege wa angani na wanyama wa nchi na nchi mizoga ya majeshi ya Wafilisti, ili kwamba dunia nzima wajua ya kuwa yuko Mungu katika Israeli. Sikiliza mtoto wa Mungu unayesikiliza katika siku ya leo. Sikiliza, vita vyovyote unavyopigana, vita ni vya Bwana. Sikiliza, haijalishi maadui wamejipanga kiasi gani, haijalishi watu wamekutishia mara ngapi, yaani haijalishi watu wamekuzunguka, wamekusema vibaya, wamekuongea. Hata hivyo wakikuongea sana, kwanza hawakupunguzii kilo, kwanza hawakupunguzii chochote. Kwa hiyo kitu cha kufanya katika siku ya leo, Daudi anatufundisha ya kwamba haijalishi watu wamekusema vipi, haijalishi watu wamekudharau vipi, lakini ushindi wako tambua ya kwamba unapatikana katika Kristo. Kama ushindi wako unapatikana katika Kristo, hautakiwi kuogopa. Hautakiwi kuogopa. Wale ambao ushindi wao unapatikana katika Kristo hawaogopi kuanzisha biashara. Wale ambao ushindi unapatikana katika Kristo hawaogopi kwenda shule kuanza masomo. Wale ambao ushindi wao unapatikana katika Kristo hawaogopi kuanza maisha ya imani. Wale ambao ushindi wao wanamtegemea Mungu hawaogopi kufanya jambo lolote, kwa sababu wao wanaamini ushindi haupatikani katika nguvu, kutokana na nguvu zao, bali ushindi wao unapatikana katika Kristo. Biblia inaendelea kusema kwamba ikawa Wafilisti nao jamii ya watu watajua ya kwamba yuko Mungu mbinguni. Ikawa hapo Mfilisti alipojiinua akaenda akamkaribia Daudi, ndipo Daudi naye akapiga mbio akamkimbilia jeshi lile akutana na yule Mfilisti. Daudi akatia mkono wake mfukoni, akatwaa humo jiwe moja, akalitupa kwa gombeo, akampiga Mfilisti katika kipaji cha uso. Jiwe hilo likamwingia kipaji, akaanguka chini kifudifudi, akafa. Unahitaji jambo moja kufanikiwa katika maisha yako. Katika vita ya kiuchumi unayopigana, unahitaji kitu kimoja tu ili kuweza kufanikiwa. Katika maisha ya kiroho, maisha ya kijamii, unahitaji jambo moja tu kufanya ili kufanikiwa katika maisha yako. Na jambo lenyewe ndiyo hili: wewe katika jambo lolote mtangulize Mungu, maana ushindi unapatikana katika yeye. Daudi anamshinda Mfilisti kutoka kudharauliwa mpaka kuwa mshindi, kutoka kukatishwa tamaa mpaka kuwa mshindi. Ngoja nikwambie, katika ulimwengu kuna watu wana vipaji, lakini kutokana na kuwa na mtazamo wa kushindwa wameshindwa kuviendeleza. Katika ulimwengu kuna watu ambao wana njozi kubwa, wengine kuwa walimu, wengine kuwa madaktari, wengine kuwa pilot, wengine kuwa viongozi wakubwa serikalini, ila kwa sababu ya kuwa na mtazamo wa kushindwa, kwa sababu ya kupokea mawazo negativu, kwa sababu ya kupokea ushauri wa kukatisha tamaa, wamejikuta na wao wamekata tamaa na wameshindwa kupiga hatua kufikia njozi zao. Katika siku ya leo, ngoja nikwambie, inakupasa kushinda mawazo yote ya kushindwa ili uweze kushinda na kufikia malengo yako.
Hautakuja ufanikiwe kamwe kama utaishi katika mawazo ya kushindwa. Yaani hautakuja kufanikiwa katika maisha ya kiroho, katika maisha ya kiuchumi, maisha ya kiuongozi, maisha ya kielimu, kama wewe utaishi katika maisha ya mtazamo wa kushindwa katika kila jambo. Inakupasa kushinda mtazamo wa kushindwa ili uweze kushinda na kufikia malengo yako. Daudi anashinda kwa sababu alikuwa na mtazamo wa kushinda, ushindi ambao ulipatikana kupitia mikono ya Mungu. Ngoja niwaambieni, katika mitazamo yote ya ushindi, mhimili mkubwa ni Mungu. Haijalishi katika jamii, haijalishi jamii wamezungumza vipi, haijalishi katika familia yenu hajatoka msomi, haijalishi katika familia yenu hajatoka tajiri, haijalishi katika familia yenu wale ukiwaangalia wote hakuna msomi, haijalishi katika ukiangalia ukoo wenu wote unaona kwamba hakuna mtu mmoja ambaye amechipua akainuka katika mafanikio, haijalishi watu watakusema vipi. Sikiliza, maadamu unaamini ushindi unaopatikana katika Kristo, katika siku ya leo na kuhakikishia ushindi ni hakika, endelea kumtumainia Kristo. Wakati fulani, wakati naamini kuwa Mwadventista, nilikatishwa tamaa sana na ndugu na jamaa. Yaani nilipewa reference nyingi sana, nikiambiwa ya kwamba wapo wengi walioanza kuwa Wasabato sasa hivi wako wapi. Ninapewa mifano ambao kiwalisia ni mifano hai, ila kwa sababu nilichagua kuwa na mtazamo wa ushindi unaopatikana katika Kristo, na ndio maana unaniona hapa leo ninamtangaza Mungu aliyenipa ushindi katikati ya mawazo ya kushindwa. Ngoja nikwambie, katika siku ya leo, hata Yesu Kristo ambaye yeye alituokoa katika dhambi, angelikuwa na mtazamo wa kushindwa, hakuna mwanadamu ambaye angeokolewa. Yesu angeyatazama yale mateso, kule kupigwa mijeledi, kutemewa mate, angetazama katika mtazamo wa kushindwa, tusingeokolewa. Yesu angetazama ile taji ya mimba katika mtazamo wa kushindwa, tusingeokolewa. Yesu angetazama ile mauti ya msalaba katika mtazamo wa kushindwa, tusingeokolewa. Ila kwa sababu huyo Yesu mwanaume ambaye nakuletea habari zake katika jioni ya leo, yeye alikuwa na mtazamo wa kushinda, na ndio maana leo tumeokolewa. Na kwa hakika yeye yuko hai na ameahidi anakuja mara ya pili, na wote wale watakaokuwa na mtazamo wa ushindi unaopatikana katika Kristo, wote ambao watamtegemea Yesu, wote ambao watamtarajia huyu Yesu ambaye yeye alishinda hadi mauti ya msalaba, Yesu atakapokuja watafufuliwa na waungane na wale watakatifu watakaokuwa hai ili wamlaki Yesu mawinguni. Katika siku ya leo, mtegemea Yesu na mpe Yesu maisha yako. Sikiliza, yani haijalishi umeishi katika maisha ya dhambi kiasi gani, usijitazame ukajiona ya kwamba haufai. Yesu alishinda kwa ajili yako. Hivyo katika siku ya leo anakuita uyatoe maisha yako kwake ili yeye abadilishe maisha yako. Kama yeye alishinda mauti, ana uwezo wa kukubadilisha kutoka katika maisha ya dhambi. Yaani huyu Yesu ambaye yeye alishinda mauti ya msalaba, ana uwezo pia wa kukushindia katika maisha ya uzinzi. Yaani huyu Yesu ambaye yeye alishinda mauti ya msalaba, pia ana uwezo wa kukushindia kutoka
kutoka katika maisha ya unywaji wa pombe. Sikiliza, yaani Yesu ambaye anakupa habari zake katika siku ya leo, yeye alishinda mauti ya msalaba, hivyo hata ana uwezo pia wa kukushindia kutoka katika maisha ya kujiuza. Sikiliza, Yesu ambaye anakuletea habari zake katika siku ya leo, yeye alishinda mauti akafufuka kutoka kwa wafu, hivyo ana uwezo wa kukurejesha maisha yako na kujenga zamani yako mpya. Jambo pekee katika siku ya leo, wito wake ni kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Haijalishi umebeba mzigo gani, wenda ni mzigo wa uzinzi, wenda ni mzigo wa ulevi, wenda ni mzigo wa kiburi, mzigo wa majivuno, yeye Yesu anasema mletee, yeye atakupumzisha. Maana yeye alishinda mauti, hivyo sisi tunashinda zaidi ya kushinda katika yeye aliyetushinda. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Tusimame kwa ajili ya kuomba. Tunapoelekea katika kuomba siku hii ya leo, umenisikiliza kutoka wale watazamaji wanaotusikiliza kutoka katika mitandao ya kijamii. Ngoja nikwambie katika siku hii ya leo, yatoe maisha yako kwa Yesu. Haijali, huenda kuna nafsi mbili ambazo zinashindana ndani yako juu ya kumpa Yesu maisha yako. Ngoja nikwambie, yatoe maisha yako kwa Yesu siku hii ya leo, ili Yesu akushindie. Tuombe. Mtakatifu Baba wa mbinguni, tumejifunza somo linalosema unatazamaje mambo. Tunakusihi utupe mtazamo wa kushinda unaopatikana kwako. Ninawaombea watazamaji wote wanaotufuatilia kutoka katika mitandao ya kijamii, ukawabariki na ukawape ushindi katika kila jambo wanaolifanya. Mungu wa mbinguni, tubariki sote kwa jina la Yesu Kristo. Amen.